nikaishi hapo mwaka 82 nikapata mchumba kanisani hapo hapo. Sasa niko kwa mwenyekiti wa kwaya, ila mamangu mdogo ambaye toka nitoke na mamangu yupo Kalunde hapo. Basi nilipopata mchumba nikaenda kwa mama mdogo, nikaambia mama mdogo, mimi nimepata mchumba. Akaniambia, we Rebeka umechumbiwa? We ulivyo hivyo kweli we umechumbiwa? Mama alikuwa na dharau. Akasema, ya hivyo wewe unaweza ukachumbiwa kweli? Kaambia ndio, na picha yake hii hapa. Wanyakyusa gani mzuri hivi huyu? Wanyakyusa wani weusi huyu mweupe mzuri. Wanyakyusa gani huyu mzuri hivi? Akaanza kumtania mwanae, na wewe okoka ukachumbiwe. Lakini mimi nikanyamaza. Basi nilipo ripoti pale wakasema haya tutawaambia nyumbani kwenu. Nika nimerudi Sido. Nimekaa pale mwaka 81 huo, nilichumbiwa 81. Basi yani kwenye okovu mimi nilikaa miezi 5 tu na pale nikachumbiwa. Kwanza nilijifunza kukesha kanisani, alafu nilikuwa muombaji, sijisifu, roho ya Mungu ya kuomba ilikuwepo. Kwa hiyo mikesha usiku nilikuwa sikosi, ibada nilikuwa sikosi, chochote kanisani nilikuwa sikosi. Basi nilipochumbiwa ikaonekana niende kwetu kijijini nikaripoti kwa wazazi kwamba nimepata mchumba mwaka 81 huu. Nikapanda basi nikaenda nyumbani, nikaenda kuambia wazee, wakafurahi sana tu. Mtoto wetu umechumbiwa, akawa amebarikiwa na hilo. Lakini nilikuwa nawashuhudia kwa machozi na nilikuwa nawaombea kwa machozi. Nina kaka zangu, nina dada zangu, nina wadogo zangu, nikaa nawashuhudia, lakini hawakunielewa hata japo nilikuwa naomba usiku kucha nikifika kijijini. Sasa kilicho nishangaza, siku moja nimefika, nimekutana na mwalimu wangu aliyonifundisha shule ya msingi. Nikamsalimia, shikamoo mwalimu. Akaniambia, marahaba Rebeka, ujambo? Si jambo. Unaishi wapi? Nikamwambia niko Tabora. Akasema, mbona sauti unaongea kama walokole we Rebeka? Nikamwambia ndio, mimi nilishaokoka. Akasema, umekuwa mlokole? Nikamwambia ndio. Kwa hiyo unaona lia kama wale wakule wanavolia? Nikamwambia ndio, nalia sana, nimeshaokoka. Akasema, umenisalimia tu nikaona kama mlokole hivi. Nikamwambia ndio. Ndipo sasa nilipojua kwamba kumbe waliookoka ni barua, waliookoka ni taa, ni nuru. Kumbe sisi tunajulikana hata kabla hujamshuhudia mtu, kwa sababu sisi ni chumvi, tunajulikana. Basi nikakaa pale nyumbani, wazee wakakaa, mashangazi wakafurahi, wakaanza kupanga mahari na nini. Basi baba akasema kwamba shika hii barua. Katule ilikuwa barua, simu hazikuwepo, zilikuwepo zile simu za mezani za kuzungusha. Akasema sasa ngoja nikuandikie barua umpelekee binamu yangu ambaye ni baba mdogo wa Kanyenye. Akasema umpelekee hii barua, ukimpelekea yeye ndio atakayepokea mahari yako, alafu atanitumia mimi. Basi nikaileta ile barua, nikaja mpaka Kanyenye, nikamletea baba mdogo. Akasema sawa, mimi nitapokea mahari. Baba nyumbani alikuwa amepanga hela nyingi tu, kama sijui 8,000 zile, wakati ule zilikuwa nyingi. 8,000? 8,000. Ulikuwa unaweza kununua nini na nini hapo kama mahitaji ya bibi harusi? 8,000. Ningenunua vitu vingi, kwa sababu wakati ule hela unaiona kama ndogo, lakini ilikuwa kwa kipindi kile ningeweza kununua nguo, viatu. Yani hela ilikuwa ndefu ile kwa kipindi kile. Sasa baba mdogo wa hapa alikuwa na dharau. Akasema,